Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Ndugu rafiki yetu, mfuatiliaji wa kipindi chetu kizuri cha kujifunza Biblia kwa kutumia mwongozo, tunakukaribisha sana katika somo la leo. Leo siku ya Jumatatu, Alhamisi, tuna somo zuri linalosema kuvipatanisha vitu vyote. Sasa leo ni siku ya upatanisho. Yaani vitu vyote vipatanishwe. Sasa kabla tujaendelea, tupate kuomba. Amen. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, tunalitukuza jina lako kwa upendo wako na wema wako katika maisha yetu. Umetukirimia tena siku ya leo tufike hapa. Baba, tufundishe. Unapotufundisha tupate kuelewa. Unapopata kuelewa, tunamwombea na huyu anayetusikiliza naye apate kuelewa. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Sasa twende kwa Kolosai sura ya kwanza mstari 19 mpaka 20, tuone mbingu na nchi zinavyopatanishwa katika Kristo Yesu. Mungu anayeonekana na asionekana. Amen. Baba muumba na viumbe vyote katika Kristo Yesu vinavyopatanishwa. Hebu tupate tamko. Amina. Kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae, na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Kwa yeye, ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni. 20. Hapo nimefikia 20. Soma hata 21 21. Na ninyi mliokuwa hapo kwanza mmefikirishwa tena adui katika mmefikirishwa ni mmefarakanishwa farakanishwa au mmefarikishwa. Okay, sawa. Mmefarikishwa tena adui tena adui katika nia zenu kwa matendo yenu mabaya amewapatanisha sasa. Haya, mengine tutaangalia wiki ijayo, lakini kwa sasa upatanisho wa vitu vyote. Upatanisho wa vitu vyote. Unajua nataka nisemaje? Yaani pale unachotaka kusema Yesu ni njia na mahali pa upatanisho. Njia na mahali pa upatanisho. Yaani kama unataka upatanisho, yeye ndiye njia. Zamani hizo ukiwa umekosana na baba yako, alafu kosa lenyewe huwezi kumfesi baba yako kutafuta amani, kwa sababu ukikutana naye ni hasira. Kwa hiyo unatafuta mtu wa katikati ambaye unaweza ukamfikia, na baba anaweza kunyosha mkono wake kwako na kwa baba akawaunganisha. Kwa hiyo anakuwa ni njia. Mtu mzima ukikosana naye unatafuta mtu ambaye anaweza akafikia baba na akakuleta kwa baba kupitia, ni njia. Yesu ndiye njia. Vitu vyote. Sasa hii kitu vitu vyote. Unaelewa? Kabla tujazungumza habari ya wanadamu, vitu vyote. Kaja zaidi ya baba na viumbe, vitu vyote vilivyoko mbinguni na duniani. Wewe unajua vitu gani? Hebu katika orodha yako katika vitu vilivyoko mbinguni au malaika. Orodha imeisha. Vitu vyote alafu kuna yaani wewe ukipelekwa mbinguni tu kwa nani? Unateketea, ni mwangaza wa pale unakuteketeza. Kwa lugha nyingine, yani sio salama kwako. Mpaka nipatanisho. Kuna ugomvi, kuna utengano. Kwa hiyo kuna malaika, sasa kuna zaidi ya hapo. Kuna viumbe vingi ambavyo sisi wengine hata hatuvioni. Lakini mbingu ni zaidi ya hivi tunavyodhani. Ina mambo mengi sana. Sasa ugomvi, utengano ulianzia wapi, ili tujue Yesu anaingiaje hapo katikati? Utengano mbingu na nchi. Mwanzo sura ya 2 anasema nayo mbingu na nchi vilimalizika na jeshi lake lote.
na Bwana akastarehe siku ya saba. Alipomaliza kazi yake yote alifanya, akaibarikia siku ya saba. Katika sabato hiyo, katika hekalu hilo, kulikuwa kuna utengano wa mbingu na nchi au muunganiko? Kulikuwa kuna muunganiko. Unataka uniambie malaika na wanadamu walisabatika? Walisabatika, walikuwa wanaenjoy wote kwa pamoja. Unataka uniambie kulikuwa kuna amani sana? Kulikuwa kuna mwingiliano mzuri kati ya Adamu na wanyama. Kulikuwa kuna urafiki. Uliwezekanaje? Uliwezekanaje? Ulikuwa unashikiliwa na nini huo muunganiko? Yaani kitu gani kilikuwa kinashikilia mbingu na nchi wakati ule? Wakati ule kwamba baba anaweza kuongea na watoto wake, malaika wana chati tu na Adamu na wani. Kitu gani kilikuwa kinawaunganisha? Nani alikuwa muunganishi? Aliyekuwa muunganishi? Muumbaji. Kwa hiyo alikuwa muumbaji, na kwa hiyo aliyetenganisha ni muovu. Yote unajua, ukitetea napo hilo jibu nao linakubali. Hatuna muda, sitakupatia muda ujitetee, ila naomba nitaje lango. Aliyewezesha muunganiko huo ukawepo ni Adamu, aliyekuwa anamsikiliza baba. Siku alipoacha kumsikiliza baba, utengano ukatokea, mauti ikaingia. Kwa hiyo aliye mfano wa Mungu asiyeonekana, alipokuwa anamwakilisha Mungu anayeonekana kwa ulimwengu usioonekana, alikuwa anamwakilisha Mungu na vitu vyote vya mbinguni katika ulimwengu unaonekana. Sawa. Alipoacha kuunganika na Mungu na kutegemea hekima yake, ujanja wake, utawala, utengano. Sasa ili kuvipatanisha vitu vyote ilibidi, yani unajua tatizo, suluhisho linaletwa penye tatizo. Tatizo lilikuwa ni mwakilishi, muunganishi, Adamu. Kwa hiyo ilibidi Mungu amtume mwanawe katika mwili, awe ni Mungu, ni mfano wa Mungu asiyeonekana, amwakilishe Mungu, aunganishe sasa mbingu na nchi. Kwa hiyo utii wa Kristo mpaka msalabani, alipofufuka akaanzisha uumbaji mpya. Na huu uumbaji mpya sio dunia tu, ni mbingu nazo zimeumbwa upya na nchi mpya. Tazama, nafanya vyote kuwa vipya. New creation ni mbingu na nchi. Ndivyo tunavyokuta katika Zaburi, Yerusalemu inayoshuka kutoka mbinguni ni mbingu mpya na nchi mpya hiyo. Sasa hayo mambo wakati mwingine yanaweza kuonekana kama nadharia kidogo, nadharia sana. Sasa sikiliza. Wewe unataka kutembea na malaika? Ndio. Sasa hivi usipopitia lango la Kristo ambaye ni patanishi, ukasema lakini mimi nataka nitembee, biashara zangu zile niweze kufanya vizuri, na nahitaji nguvu, nahitaji majini yaweze kunisaidia, ni viumbe visivyoonekana, au nahitaji pepo anisaidie, pepo la utajiri, pepo la nini na nini, utatumia jina la Yesu. Kwa hiyo pale hakuna upatanisho, hakuna urafiki pale. Ukimaliza kuwala wenzako na wewe unaliwa. Narudia tena, hakuna urafiki na shetani, hakuna urafiki na yeyote katika mbingu, katika ulimwengu usioonekana, nje ya Kristo. Hakuna upatanisho, hakuna urafiki. Kwa hiyo kama unataka kutembea na malaika, kwa jina la Yesu ni ngazi kuvipatanisha vitu vyote. In fact,
wewe ukiwa katika mwili ni marufuku kuhusiana na ulimwengu wa roho nje ya Kristo. Yesu ni lango. In fact, ukiingia kwenye hiyo rim au huo upeo kwa njia ya kwenda kwa mganga, kwa uchawi, unajihatarisha. Mapepo sio rafiki. Unajihatarisha kwa malaika wa Mungu na kwa mapepo yenyewe, ili mbingu na nchi ziweze kuungana katika ule umoja wa pale bustanini ambao ulikuwepo. Ni kwa sababu neno, hekima ya Mungu ilikuwa Kristo, alikuwa ndio kichwa cha Adamu. Sasa inabidi kichwa Kristo awe kichwa chako. Alafu sio tu vitu vya mbinguni na duniani. Wiki ijayo tutaangalia jinsi ambavyo hata sisi kwa sisi ulimwenguni tunavyopatanishwa na Mungu kupitia huyu Yesu, kwa sababu tumemkubali huyu Yesu. Yesu ndio amani yetu. Yesu ndio. Rafiki yangu, muda utoshi, lakini yatosha kusema Yesu ndio upatanisho wetu, na katika yeye tuna mbingu, tuna vitu vya mbinguni, tuna hazina zote. Mungu atubariki tunapopokea tena Kristo Yesu na kutembea naye. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili, kutupa Yesu Kristo aliyezileta mbingu duniani, ya kwamba tunaweza tukahudumiwa na malaika wa mbinguni, tunaweza tukatembea katika mbingu tukipanda ngazi ya Yakobo, ngazi ya Yesu Kristo. Neema yako inatosha, na kubariki sasa mwenzetu ambaye anatafuta kupanda ngazi hii, kumpokea Kristo Yesu kama Bwana na Mwokozi. Baba, amechoka kutembea na mizigo, amechoka kunyanyaswa na viumbe ambao hawana mamlaka, mapepo, majini. Amechoka kutembea mwenyewe katika ulimwengu huu. Baba, naomba ukashiriki naye Roho wako Mtakatifu anapompokea Kristo Yesu hata sasa, ni katika jina la Yesu, na kaanze kushiriki madaraka pamoja na Kristo Yesu ya mbinguni na duniani, kwa sababu upatanisho umepatikana tangu sasa na hata milele, mpaka utakapotuleta tena kesho kwa masomo, kwa tunapohitimisha masomo haya kwa jina la Yesu. Amen. 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 Basi hapo ndipo tumefika mwisho kwa siku ya leo na wiki hii yote. Siku ya kesho tunakuja kujibu maswali. Hata wewe kama una swali lako unaweza kaweka hapo, ili tunapojibu tujibu kwa pamoja. Mimi ni Geoffrey Omondi. Na mimi ni Enos Makalindile. Karibu siku ya kesho.